watu wengine, mbali unafanya kwa ajili ya roho yako, kwa ajili ya maisha yako. Maandiko yanasema wawili kitandani, mmoja atanyakuliwa, mmoja anabaki. Wawili njiani, wawili shambani. Fanya kwa nafasi yako, ujui atakayokuja kesho, au ujui atakayokuja lisali moja mbele, masaa matatu mbele. Lipi litakutokea wewe? Lipi litakuja katika maisha yako? Haleluya. Kuna wimbo mmoja unasema, dunia ya mateso, dunia ya laana, lakini tutakumbukwa na wale watakaobaki. Ushuhuda wako ni upi? Ushuhuda wako ni umalaya? Ushuhuda wako ni uzinzi? Ushuhuda wako ni usharati? Ushuhuda wako ni ubakaji, ubakwaji, ushoga, usagaji? Ndio ushuhuda wako na uacha duniani? Kipo utakachotacha duniani kia muhimu na kia msingi, watu ambacho wakikifikiria, wakikiona, wakasema tuige mfano kuigwa huo, mfano kuiga huo, tuige, tuishi kama hivi. Ushuhuda gani utakaoacha duniani ambao watoto wako wakiuona wakasema tufuate njia ya baba, tufuate njia ya mama, tufuate njia ya kaka, ya mjomba, ya sangazi? Upi ulio ushuhuda katika maisha yako? Mtu wa Mungu, tafuta mkuyu katika maisha yako. Tafuta mkuyu. Mkuyu katika maisha yako ni upi? Upi ulio mkuyu katika maisha yako, katika njia zako, ambao utasababisha muone Yesu, ambao utasababisha muone Kristo? Yupo mtu mmoja alikuwa anaitwa Dorcas katika maandiko, mtu mwema, mtenda mema, anayesaidia watu. Haleluya. Hata siku aliyofariki watu walimlilia sana, watu walibaki wakizungumza ushuhuda wa matendo yake, ushuhuda wa tabia zake. Utakumbukwa katika lipi? Katika njia gani? Katika stori gani wewe? Haleluya. Mtu wa Mungu, ishi duniani kwa faida ya wengine. Ishi duniani kwa kusudi la Mungu. Wakumbuke. Haleluya. Yes, namba 5. Haleluya. Namba 5. Kuwajenga. Yes, kuwajenga katika matumaini. Jambo la 5 ni kuwajenga katika nini? Katika tumaini. Waambie Mungu amesema yeye ni baba wa yatima.